Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini wakati huu tuiangalie tena Mashariki ya Kati, tukigusa zaidi katika eneo la nchi ya Israel. Miongoni mwa taarifa ni kwamba Marekani inaishutumu Israel kwa kuyachokoza mataifa ya Kiarabu, huku waziri wa ulinzi Israel Katz akisema kuna nia ya kuondoka katika ukanda wa Gaza. Kadri Israel inavyochokoza ndivyo nchi za Kiarabu zinavyotaka kufanya kazi nao, maafisa wa Marekani waliambia Jerusalem Post. Maafisa hao wamesema kwamba kitendo cha waziri wa ulinzi Israel Katz kusema kwamba Israel haitaondoka katika maeneo iliyoyateka huko katika ukanda wa Gaza, huu ni mpango mwingine ambao utaifanya Israel kuingia katika mgogoro mpya dhidi ya mataifa ya Kiarabu. Waziri wa ulinzi bwana Israel Katz amepuuza kauli yake ya Jumanne asubuhi aliyodai kuwa Israel inapanga kukaa kaskazini mwa Gaza na haina nia ya kujiondoa katika eneo lililo chini ya udhibiti wa Israel ama Gaza au Syria. Matamshi ya waziri wa ulinzi kuhusu kuunganishwa kwa viini vya Nahal kaskazini mwa Gaza yalitolewa kwa umakini katika mazingira yanayohusiana na usalama. Ofisi ya Katz ilisema katika taarifa ya Jumanne mchana, serikali haina nia ya kuanza makazi katika ukanda wa Gaza, ilisema taarifa hiyo ikimnukuu Israel Katz, waziri wa ulinzi. Lakini yote hayo ni kutokana na namna ambavyo taswira ilibadilika katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku mataifa mbalimbali yakiona kwamba pengine mpango wa Israel ni kuendelea na unyanyasaji kwa Wapalestina. Kauli hiyo imekuja baada ya Katz kuliambia shirika la habari la Reuters Jumanne mchana kwamba Israel haina nia ya kuanzisha makazi huko Gaza katika taarifa iliyotolewa kwa Kiingereza pekee. Kadri Israel inavyochokoza ndivyo nchi za Kiarabu zinavyoonyesha chuki dhidi ya Israel. Mataifa ya Kiarabu yanaichukia mno Israel, walieleza maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Marekani inasalia kujitolea kikamilifu kwa mpango wa amani wa Rais Trump wenye hoja 20 ambao ulikubaliwa na pande zote na kuidhinishwa na jumuiya ya kimataifa. Maafisa hao waliendelea. Mpango huo unatoa mtazamo wa hatua kwa hatua wa usalama, utawala na ujenzi mpya huko Gaza. Tunatarajia wahusika wote kuzingatia ahadi walizotoa chini ya mpango wa pointi 20. Barua ilifika ofisini kwa Katz kwa maoni zaidi. Kuanzisha viini vya Nahal baada ya jamii zilizohamishwa. Tutahakikisha Israel haiwezi kuchukua maeneo hayo, walisema maafisa hao ambao hawakutajwa. Hata hivyo, akizungumza katika mkutano katika makazi ya Wayahudi ya Beit Ei katika ukingo wa Magharibi, mipango ya Nahal inayoendeshwa chini ya mwamvuli wa brigedi ya Nahal ya IDF inalenga katika kuchanganya huduma za jamii na huduma za kijeshi, kwa kawaida katika maeneo ambayo serikali ya Israel inatafuta kuhimiza makazi. Programu hizi kwa kawaida hulenga kusaidia uzalishaji wa ndani katika jumuiya zao kama vile kilimo. Tuko katika kipindi cha uhuru wa vitendo, Katz aliendelea. Kuna fursa hapa ambazo hazijakuwepo kwa muda mrefu sana, alielezea bwana Israel Katz, waziri wa ulinzi nchini Israel. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni Marekani ambayo inajitolea kikamilifu kwa mpango wa amani, ikishutumu Israel kutokana na kauli za waziri wake wa mambo kutokana na kauli za waziri wake wa ulinzi bwana Israel Katz kutaka kuteka maeneo zaidi na kuanzisha makazi huko Nahal, moja kati ya maeneo yaliyotekwa wakati wa vita kati yake na ukanda wa Gaza, hasa walipokuwa wakipigana na wapiganaji wa Hamas. Endelea kuwa nasi wakati wote na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati